Siku ya leo tumetembelewa TSN na mwakilishi wa Xinhua News Agency hapa nchini Tanzania, ambaye kwa kweli tuna ushirikiano mzuri na shirika hili la habari la China, ambao wao kiujumla wake wanafanana sana na TSN kwa sababu wao ni chombo cha serikali na sisi ni chombo cha serikali. Kwa hivyo leo hii tumekutana ni katika yale kudumisha ushirikiano wetu ambao tumekuwa nao, na ushirikiano huu umekuwa toka baada ya uhuru, na tumeendelea kuwa na ushirikiano wa pamoja kuhakikisha kwamba kwanza tunabadilishana maudhui. Wao wanachukua maudhui ya TSN kwenye vyombo vyao vya habari, lakini na TSN tunapata maudhui kutoka China kupitia Xinhua. Hilo ni moja kati ya eneo ambalo tumekuwa tuna ushirikiano nao, lakini tumekuwa tunashiriki katika mikutano mbalimbali ya kimataifa ambayo imeweza kutufanya tuwe na ushirikiano pia na vyombo vya habari vingine ambavyo viko Afrika, lakini hata nje ya Afrika, kwa sababu tunapokutana inatusaidia kupata ile network ya vyombo vya habari ambavyo na namna vinavyoendelea kukua. Mazungumzo yetu makubwa na mwakilishi huyu wa Xinhua News Agency ni kuhusiana na kukua kwa teknolojia, na eneo la akili mnemba ndio ambalo limekuwa lina mjadala mkubwa kwetu kwa siku hii ya leo, kwa sababu nilialikwa na wao Xinhua kushiriki katika huo mkutano mkubwa ambao uliwaalika wa vyombo vya habari duniani kote kuweza kushiriki na kujadiliana kwamba ni vyombo vya habari tunafanyaje kuweza kuendana na hii teknolojia ya akili mnemba. Na niliporejea kama nilivyowaeleza wenzangu kwamba nilirudi, nilitoa mapendekezo kutokana na mawasilisho ya wataalamu mbalimbali wakieleza namna gani vyombo vya habari vinaweza vikatumia akili mnemba katika hali ambayo bila kuleta athari, kwa sababu akili mnemba ni teknolojia mpya, lakini ina changamoto zake. Sasa zile changamoto ni namna gani tunaweza tukaziepuka ili zisije zikaharibu upashaji wetu habari kama vyombo vya habari, na hasa TSN ikiwa ni chombo cha umma au chombo cha serikali ambacho kinapaswa kutoa taarifa zilizo sahihi sana, na ni chombo ambacho kinaaminika sana. Kwa hivyo hilo lilikuwa ni eneo ambalo tumezungumza sana, lakini pia mafunzo kuhusiana na matumizi ya hii akili unde kwa waandishi wetu wa habari, kwa sababu wenzetu kidogo wameenda mbali kidogo kwa sababu wameshakuwa na mazoea ya kutumia akili unde, lakini sisi ndio kwanza serikali yetu inakuja sasa na mwongozo wa namna gani ya kutumia akili unde. Kwa hivyo TSN tutaendelea kushirikiana na wenzetu Xinhua kuhakikisha kwamba tunakuwa na uelewa mpana kuhusiana na matumizi ya akili unde, huku tukizingatia sera za vyombo vyetu vya habari, na TSN ina sera yake, na hivyo akili unde sio kwamba inatutoa kwenye sera yetu ya upashaji habari. Kwa upande wake mwakilishi wa shirika la Xinhua nchini Tanzania, Hua Hongli, ameeleza kuwa shirika lao tayari linatumia AI katika ngazi za kihabari kupitia ofisi yake iliyopo Nairobi, Kenya, na kuahidi kuwa wako tayari kushirikiana na TSN kwa kutoa mafunzo ya matumizi ya AI kwa waandishi wa habari nchini. Tuna mifumo ya AI inayotumika na waandishi wetu. Tunaweza kuleta wataalamu Tanzania kupitia ofisi yetu ya Nairobi ili kutoa mafunzo, amesema Hongli. Pia ameongeza kuwa ushirikiano huo unaweza kujumuisha maudhui ya picha, habari na video kwa lugha mbalimbali, na kwamba kuna historia ya makubaliano ya kuchapisha maudhui ya Xinhua kupitia gazeti la Daily News ambayo inaweza kufufuliwa. So I have collected some important information from you. Right now I understand. So let me start with the AI training first, because AI. Last year, the lovely Madame Dachi went to China's Xinjiang province to attend an AI-centered forum, right? I think AI right now is what we need to grow, because right now our Xinhua have our own technology AI system, and sometimes our journalists and our editors to work, we use it. It will make our work
more convenient, but within a boundary that is that is necessary. So for technological cooperation, I think except for training, like um, our the regional bureau in the whole Africa region is in Nairobi. Yes, in Nairobi. So in Nairobi, we have a lot of colleagues.